Napenda nitambue uwepo wa meza kuu ambayo inaongozwa na viongozi waandamizi wa klabu yetu kutoka executive committee, kamati tendaji. Tunaye kaka yetu Rogers Gumbo, mwenyekiti wa mashindano wa klabu hii, pamoja na mjumbe wa kamati ya utendaji. Tunaye Alexander Francis Ngai. Ninao waratibu ambao leo hii wamekuja hapa si kama waratibu, lakini wamekuja hapa kama viongozi wa matawi pia. Sasa maalum wa hafla hii ndio unasababisha wao waweze kutambulika. Ninaye mratibu wa Morogoro hao Kipolelo, ambaye leo yuko hapa kama kiongozi wa tawi la Kilosa. Naye Liberatus kutoka ni mwenyekiti wa tawi la Manispaa Iringa. Lakini ninaye Shabani Mgonja ambaye alivaa suti akiwa na wanachama 87. Nikamwambia hutaingia kama hatafika 100. Napenda nichambue pia wageni waalikwa maalum ambao ni viongozi wa baraza la wazee wakiongozwa na mzee wetu Msumi Motisha na mwingine aliyezamia kama sio kwa baraza la wazee tawi lake halina ithibati, mzee wetu Haruna. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine tena adhimu na maalum katika kuelekea ukamilifu wa kivitendo wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yetu. Young African Sports Club iliyoanzishwa mwaka 1935, nguzo yake inaanzia kwenye matawi. Umuhimu wake unaanzia kwenye matawi. Mfumo wake wa muundo wa mabadiliko unaanzia kwenye ngazi ya matawi. Na ili haya matawi yapatikane, tunafuata utaratibu wa katiba. Tulianza utaratibu wa kutoa elimu baada ya mfumo wetu wa mabadiliko ya uendeshaji kuanza, kwamba tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 31 Disemba ni miezi 6 ambayo katiba imewaruhusu wanachama wa Young Africans kuweza kuchangia michango yao kwa wakati. Sasa basi, siku ya leo tumekutana hapa ikiwa ni siku maalum kwa hafla maalum kwa yale matawi ambayo yamefikisha wanachama 100 kwa ndani ya nchi na yale ya nje ya nchi ambayo yamefikisha wanachama 20, ambapo leo tuna matawi na wawakilishi kutoka kila tawi wawili kwa ajili ya kupokea vyeti vyao vya ithibati ndani ya hafla hii, pamoja na wawakilishi kutoka nchi 6 ambazo Young Africans ina matawi yake, na tayari matawi hayo ndani ya miezi 6 yameweza kukidhi ithibati zao. Lakini kabla ya kwenda mbele, napenda niwapongeze. Kwanza kabisa nianze kwa kupongeza viongozi wa matawi mliopo hapa ndani na ambao mjaweza kufika, ambao matawi yenu yamekuwa yakilipa ada kila msimu mfululizo na mmekuwa mkipokea ithibati. Hili ni mfano bora wa kuigwa. Yako matawi ambayo nayafahamu likiwemo la kwangu mimi, lakini mimi siliwakilishi hapa. Wawakilishi wa Viva mpo, na mpaka sasa hivi tunaongoza kwa kulipa ada pia. Kuna tawi inaitwa Viva Ukombozi liko Mbagala, wapo hapo, na mengineyo mengi. Kwa hiyo niwapongeze sana. Kuna tawi inaitwa Yanga on Fire, wamekuwa wakijitahidi. Kuna Yanga Unbeaten, kuna kaka yangu Herman hapa, hakosi ofisini huyu bwana, wanafanya vizuri miaka 3 mfululizo. Lakini yako matawi ambayo ni mara ya kwanza wao kuingia kwenye mfumo wa mabadiliko na kuamua kuwa wanachama. Hawa naomba wote wasimame kwanza tuwakaribishe. Kama uko hapa ni kiongozi ambaye ni mara ya kwanza tawi lako, yako matawi ambayo tuliyapata tukiwa safarini kwenda Malawi. Nawaona wametoka Ileje pakani. Karibuni sana kwenye familia rasmi ya Young Africans. Na hii ndio maana ya klabu kubwa. Tunawashukuru sana kwa moyo wenu na utayari wa kuendelea kuisupport klabu yenu kwa vitendo. Lakini yalikuwepo matawi sugu. Haya nayo tuyapongeze. Yalikuwa na miaka 3 tangu uchaguzi uliopita, hajawahi kupata ithibati. Na tawi moja sugu, nitamwomba mwenyekiti wake asimame, yuko hapa, anaitwa Bwana Kaisi Edwin.
tawi la Uhuru Kariakoo. Kwa hiyo hawa ni mfano wa matawi mengine ambayo tutaendelea kusimamia katiba yetu ibara ya 13 kifungu namba 3. Ada ya Young Africans unapaswa kuilipa mpaka pale utakapoachana na dunia hii. Hela yetu itadaiwa kama rejesho la benki. Mfano mzuri ule pale. Sasa baada ya kusema haya, kwa umaalumu wake, Young Africans tunaelekea kwenye uchaguzi wa matawi. Huu ni mwaka wetu wa uchaguzi wa matawi na mwaka wetu pia wa uchaguzi mkuu. Na waomba sana viongozi wa matawi mliopo hapa, kwa heshima kubwa ya kuheshimisha klabu yetu, muendelee kuisimamia katiba yetu. Muisome vizuri, muielewe na mkaisimamie. Kwa sababu nasema hivyo, hii katiba yetu inasema hivi, ibara ya 62. Ukiwa peke yako umesajiliwa unaitwa mwanachama. Mkifika 100 mnabadilika jina, mnaitwa tawi. Na nyinyi ndio mnakuwa wamiliki ya lile tawi. Mnaamua kuchagua wenzenu ambao watawaomba ridhaa wakawawakilishe kwa niaba. Watakuwa 9. Kati ya 9, 5 ndio watakwenda mkutano mkuu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yako matawi ambayo miaka 3 yalilipa ada, lakini mpaka sasa hivi hajafika 100. Nachukua nafasi hii kuyakumbusha yaweze kufanya hivyo, kwa sababu bila kufanya hivyo yatakosa hadhi ya kuwa tawi. Maana yake utakapokuja uchaguzi wa matawi, katiba itakuwa imewabana kuweza kuchagua viongozi tena ambao hao watakuwa wawakilishi wakati wa uchaguzi wetu mkuu. Na hii muelewe vizuri, hakuna tawi lolote lisilo chini linalokuwa na chini ya watu 100, yaani hata uwe na 99, hautafanya uchaguzi wa kuchagua viongozi ambao watakwenda kupiga kura za kuchagua kamati tendaji baada ya miaka mingi. Hilo lieleweke na liwe wazi kabisa. Sisi kazi yetu kama idara, tutaendelea kuhakikisha tunawasupport, tutaendelea kuhakikisha tunakuwa nguzo bora na daraja imara kati ya uongozi wa juu ambao mmeupa dhamana, ambao huko hapa, na nyinyi wanachama, kuhakikisha tunawasimamia na kuwaunganisha kuwa kitu kimoja muda wote. Jukumu letu sisi ni kuepukana na migogoro isiyokuwa na tija, kuhakikisha Yanga inakuwa imara na inasonga mbele. Lakini mwisho, nipende kuwakumbusha, tuliopo hapa pia tumefika kwa sababu katiba inaturuhusu kwa wanachama 100. Lakini dhima kuu ni kuhakikisha kwamba tawi lenye wanachama 500 wote wawe hai. Na ndio maana sisi kama idara tumeyacategorize, tumeyanyumbulisha Kiswahili sanifu matawi yetu kwenye ngazi mbalimbali. Tunayo matawi ya kawaida ya wanachama, tunayo matawi ambayo kulikuwa kuna vikundi vinatumia nembo ya Yanga. Tumeweza kuvifanyaje? Kuvirasimisha. Sasa ni wanachama halali na rasmi. Leo ukienda kule Butiama, juzi tumesajili tawi la wanachama 467. Kilikuwa ni kikundi kinatumia nembo yetu. Kanda ya Ziwa yote na nyanda za juu kusini bado tunaendelea kuhakikisha kama vile vikundi tunavirasimisha. Lakini tulikwenda kwenye taasisi rasmi na zisizo rasmi. Mfano, mtawaona pale wako wawakilishi, tuna taasisi zaidi ya 38. Tunatawi sasa hivi TANESCO, tunatawi TRA, tunatawi Benki Kuu, tunatawi NSSF. Wanayanga wote walioko pale wanatusaidia kuweza kusimamia na kuweza kuichangia klabu yetu na kuhakikisha kwamba tunajenga Yanga iliyo bora. Tuendelee kuwaelimisha wale wengine ambao hawajaweza kufikia haya malengo. Tuendelee kuwa chachu ya kiushindani sisi kwa sisi, tawi kwa tawi, kuhakikisha kwamba tunayafikia yale malengo yetu. Sasa hivi tuko kwenye critical time kama clubs ambayo tumeshajinyumbulisha kwamba ligi ya ndani sisi tayari ni wafalme. Sasa ili tuwe wakubwa zaidi, viongozi wenye matawi ambayo wana wanachama zaidi ya 100, muhakikishe wale wanachama wanalipa ada. Kuna tawi la hapa ambao nadhani mjumbe wake nimemwona mmoja, anaitwa Bwana Nehemia Tom. Tawi la hapa makao makuu ya club. Ile tawi lina wanachama 500, ile wakifika 100 wanaishia hapo hapo. Wanasema wengine hawajawahi kuchukua kadi. Sasa Bwana Nei, nikukumbushe tu, kaongea na mwenyekiti wako. Katiba ya Yanga inataka pesa zetu mkazikusanye kwa wale mlio hapa kadi zetu. Kasome ibara ya 13 kifungu namba 1, 2 na 3. Alafu utamtafuta katibu wako Bwana Hafidhi, mkahakikishe kwamba pesa za Yanga Afrika zinakusanywa. Yanga oye!
Huo ndo utaratibu. Kwa hiyo leo ni siku ya kufurahi pamoja, tutapata nafasi ya kubadilishana mawazo, tutapata nafasi ya kupata certificate zenu, na nia kuu ya hafla hii ni kuhakikisha kwamba thamani yenu ya kusimamia matawi haya kwa miaka 4 mfululizo, klabu na uongozi umeyatizama na umeona ina tija ya kuwaalika mahali hapa makao makuu ya klabu tuweze kushiriki zoezi hili pamoja. Mwaka jana mliokuwepo mliona tuligaliana tukaondoka. Mwaka huu tunaendelea kuboresha na tutahakikisha kama idara tunaboresha ili itafikia hatua sasa hafla hizi tutakuwa tunazigawa kwa kanda na mikoa. Tunataka tuwe wengi, huu ukumbi usitoshe. Tunataka tuwe wengi, tufanye sasa ugawaji wa vyeti uwe kama mkutano mkuu. Hiyo ndio dhima kuu ya Young Africans. Sasa tukifika hapo uwanja utakuwa umeshakamilika. Tukifika hapo wanachama wetu wa daraja kubwa ambalo tumeshawaanzia la milioni 1 ambao sasa hivi tunakwenda kutengeneza product nyingine ambayo itakuwa inakuwa ni product ya familia nzima. Na hii sasa uwanja ukikamilika utakuwa unakuja uwanjani wanachama mwenye daraja la mathalan la milioni 5 mpaka 20 utakuwa na siti zako 6 na watoto wako utafika, na ukiwa huko akai mtu. Yanga oye. Huko ndo tunako kwenda. Kwa hiyo hatuhitaji kumwacha nyuma. Baada ya kusema haya, niwapongeze tena, niwakaribishe sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Oye. Yanga oye. Mjumbe wa kamati ya utendaji ndugu yangu Rogers Gumbo, mzee wetu mjumbe wa kamati ya utendaji, mwenyekiti wa kamati ya mashindano, vyeo vyote vya kwake, mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wangu Shabani Mgonja, ndugu wangu Ibra sana, mkurugenzi wa wanachama na matawi, viongozi wa baraza la wazee, wanachama wenzangu Young African, wajumbe nyinyi. Muda sio mrefu mambo yatakuwa mazuri. Lakini mtaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe kwanza. Yanga wewe. Bwana, mimi niwashukuru sana. Toe pongezi nyingi sana kwa matawi yote ambayo yamefanikiwa kukidhi vigezo na leo kupata vyeti. Sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi kwa kweli. Ndugu yangu Ibra, nakupongeza kazi kubwa unayoifanya kwa kweli. Nadhani tumepata mtu sahihi kwenye eneo hilo na unalitendea haki kwa kweli. Nafurahi sana nikiona jinsi unavyowapiga msasa waratibu wako wa mikoa. Na kwa kweli imetusaidia. Tumesogea sana. Nikupongeze na niwapongeze waratibu wa mikoa yote Tanzania kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Mmepambana, mmeweza baadhi yenu matawi yenu yakidhi vigezo. Kwa leo mmekuwa, nadhani mtaingia kwenye uchaguzi, sio? Mpaka uchaguzi. Lakini sasa mpaka mchagulie. Kipekee kabisa bwana, baada ya kutoa hizi pongezi zote, mimi nataka niwapongeze sana tena sana mno tawi langu la Uhuru pale. Kwa kweli mimi nilikuwa naonekana kama kichomi, gombana nao sana huko kwenye magrupu. Mwisho wa siku mpaka kafikia hatua kwenye grupu la viongozi la tawi mimi nikalimute tu, niliweka chini huko. Umeona kila kinachoendelea sikisomi, kwa sababu ukiongea nao inaonekana kama vile mnafuatana, lakini walikuwa tuliomba ridhaa ya kuchaguliwa na wanachama wetu kwenye matawi, sasa wakawa watimizi. Bwana mwenyekiti, hongera sana bwana Kaisi. Maana jana nilikuwa kwenye kamba ile inapotukaribia kukatikia, ndo hapo ulikuwa umesimama. Hongera sana. Wanachama wenzangu, mimi sina mengi sana kuongea. Mimi niwapongeze kwa hiki mlichokifanya. Tuna safari ndefu. Mimi mara nyingi sana ni mtu wa mpira zaidi. Tuna safari ndefu. Nadhani mnaona sajili zinazofanyika. Hizi sajili zinahitaji pesa. Na uti wa mgongo wa kwanza kabisa wa klabu yetu ni wanachama wake. Huku kwingine tunapotafuta udhamini ni
kwamba tunaweza tukaenda tukaongea na watu na nini, lakini mtu kwa sababu mmemfuata nyinyi wenyewe anaweza akakadiria kile cha kuweza kutoa. Nyinyi mnataka 10, yeye anawaambia mimi nitawapeni 2. Kwa kiukweli kinakuwa kipengele, lakini tuzidi kuongeza idadi ya wanachama wenzetu ili tuendelee kukusanya mapato yetu wenyewe kutoka kwenye vyanzo vyetu ambavyo ni vya wanachama wetu. Wanasajili wachezaji wakubwa, wachezaji wa madaraja ya juu kabisa. Tumeona maingizo mapya kwenye dirisha dogo, yameanza kufanya kazi kwa kweli, na tuzidi kuombea Mungu walioingia anyoshe mkono wa heri, lisitokee jambo lolote la kuweza kuimbisha kidogo. Na panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, Ijumaa tuna mechi ngumu sana pale Alexandria. Tuendelee kuiombea timu yetu, kila mtu kwa imani yake, ili tukapate matokeo mazuri kwenye mechi, tupate alama. Sawa sawa, wale jamaa zangu wale kwenye ile mipango yetu, tufanye lolote linalowezekana tupate alama, kwa sababu tuko kwenye kundi gumu, na ili kundi mpaka sasa hivi wala halijamhakikishia mtu kwamba fulani tayari. Wote bado tuna nafasi vile vile. Hata huyu wa chini kabisa ana uwezo wa kufikia pale na akatupita kwa zile alama tulizonazo. Kwa hiyo tuendelee kupambana ndugu zangu, tuhakikishe klabu yetu na timu yetu kwa pamoja vinakuwa sawa, na panapo majaliwa Mwenyezi Mungu mwisho wa msimu basi tutarudi tena pale kwenye ile corridor pale kwenye yale makabati na kuongeza idadi nyingine ya zile trophies. Nimeona kwa sasa hivi idadi ya matawi imefika kama 100 na ngapi? 100 na ngapi? Na 7. 106. Niambiwa kwamba kuna mengine 50 na ngapi, sijui kuna watu 80, watu 60. Basi tujitahidi tuhamasishe na wao wamalizie. Kwenye haya ukipiga mahesabu haya wanaoingia kwenye mkutano hapa watu 5 ni kama 500 hivi na kitu. Hawa wachache hawa tunawamudu. Umeona? Wala wamalizi sana mfukoni. Kwa hiyo tuongezeeni watu. Sawa ndugu zangu? Waambieni wale wenye matawi ambayo hayajakamilika nao waongeze idadi. Sawa sawa wazee. Baada ya kusema haya mimi nawashukuru sana. Mzee Gumbo karibu. Asante sana mkurugenzi wa wanachama na masoko wa klabu yetu ya Yanga, mjumbe wa kamati ya utendaji Bwana Alex Ngai, mratibu wa matawi mkoa wa Dar es Salaam, wazee wa baraza la wazee, pamoja na viongozi wa matawi na wanachama kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Sisi leo kwenye kikao hiki tumealikwa kama wajumbe wa kamati ya utendaji tuje tuhudhurie hafla hii ya kukabidhiwa vyeti au hisabati ya matawi ambayo yamekizi idadi ya wanachama 100. Sasa mara nyingi mimi ninapokuja kwenye vikao kama hivi, kwa nafasi ambayo ninayo ndani ya klabu yetu, huwa nakuja kuzungumzia mpira, huwa nakuja kuzungumzia klabu yetu, nini napaswa kufanya ili matokeo yaweze kupatikana. Sasa leo nimealikwa ili kuja kuzungumzia swala la wanachama. Kwa hiyo leo, ndugu zangu viongozi wa matawi, naomba niegemee sana kwenye swala la wanachama.
swala la mpira tutalizungumza siku nyingine, Mungu atakapokuwa amejalia tukikutana tena. Kwanza kabisa napenda kutoa pongezi za dhati kwa idara yetu kupitia mkurugenzi wetu wa wanachama na masoko kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Usajili matawi 106 mpaka leo hii ambayo yamekizi hisabati ya kupata wanachama 100 sio kazi nyepesi. Ni kazi kubwa imefanyika. Na ananambia hapa kwenye matawi mengine sio 100 tu, wamezidi zaidi ya 100. Kuna matawi ananambia amefika mpaka wanachama 400. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo mmefanya. Tunawapongeza sana idara ya wanachama na masoko ya klabu yetu. Pili, ndugu zangu viongozi wangu wa matawi mkoa yote ya Tanzania bara na visiwani, mtakumbuka wakati tunaingia madarakani, kauli mbiu yetu, taratibu wa klabu yetu nini unataka, idara ya wanachama na masoko sasa hivi imeenea viongozi ambao wanajitosheleza. Kama mtakuwa mmepata changamoto zozote katika utendaji wenu kwenye matawi yenu, idara ya wanachama na masoko iko tayari kuwasaidia ili tufanye chaguzi ambazo zinaeleweka, chaguzi ambazo zinafuata katiba ya klabu yetu. Sisi kama viongozi wenu tunawasihi sana, tusingependa kusikia aina yoyote ya migogoro, tusingependa kusikia aina yoyote ya malumbano pindi itakapofikia ule wakati wa kufanya chaguzi kwenye matawi yenu. Mfano ni sisi viongozi wenu. Sasa hivi tunamaliza muda wetu wa uongozi, hatuna muda mrefu, lakini tumekaa miaka 4 ndani ya klabu yenu, tunamaliza uongozi wetu, hamjasikia sisi tukalumbana. Sasa tusingependa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi ukawa na malumbano kwenye matawi, kukawa na misuli, yani mtu anatunisha misuli kwamba yeye ni yeye. Hapana, Yanga ni yetu wote, na mtu yoyote anaweza akaomba ridhaa ya kuchagua au kuchaguliwa. Kwa kusema hayo, nawashukuru sana mkurugenzi, nakushukuru sana kwa mwaliko huu. Basi hivi vyeti ambavyo mtapewa leo hii ikawe tunu au ikawe kishawishi cha wale wengine ambao bado wataendelea kukamilisha ile idadi ya watu 100 ili tuwe matawi mengi zaidi. Matawi 106 pekee hayatoshi. Wanayanga wako wengi Tanzania hii. Kwa hiyo mkurugenzi, endelea na jitihada zako, na tunajua muda sio mrefu utatuita tena ili kwamba tuje tukabidhi vyeti kwa matawi mengine. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana.